Siasa Maskani na Robinson Kosgei. Ndani ya Siasa Maskani Kenya, tunachambua historia, safari na matukio makubwa ya siasa za Kenya. Na sasa, tunaangazia safari ya kisiasa ya mmoja wa viongozi mashuhuri zaidi nchini Kenya, Daktari William Samoei Ruto, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. William Kipchirchir Samoei Arap Ruto alizaliwa tarehe 21 Disemba mwaka 1966 katika kijiji cha Kamagut, kaunti ya Uasin Gishu. Kutoka katika maisha ya kawaida ya kijiji hadi kufika kileleni mwa uongozi wa taifa. Safari ya William Ruto imekuwa mojawapo ya safari za kisiasa zinazovutia zaidi katika historia ya Kenya. Mnamo tarehe 13 Septemba mwaka 2022, Ruto aliapishwa rasmi kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya baada ya kushinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Historia pia ilimkumbuka kwa kuwa naibu wa rais wa kwanza nchini Kenya kufanikiwa kushinda kiti cha urais. Aidha, alifanikiwa kushinda uchaguzi wa urais katika jaribio lake la kwanza kama mgombea wa urais. Safari ya kisiasa ya Daktari William Ruto ilianza mapema miaka ya 90 alipokuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi mwaka wa 1992. Safari ya kisiasa ya Daktari William Ruto ilianza mapema miaka ya 90 alipokuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi mwaka 1992. Wakati huo, Kenya ilikuwa inapitia kipindi muhimu sana cha kisiasa baada ya kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi. Akiwa chuoni, Ruto alijiunga na vijana wengine waliokuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa, wakiwemo Cyrus Jirongo na Kipruto Kirwa. Kwa pamoja, waliunda harakati ya kisiasa iliyoitwa United Democratic Movement, UDM. Hata hivyo, muda mfupi baadaye, Ruto aliondoka katika harakati hiyo na kujiunga rasmi na chama kilichokuwa madarakani wakati huo, Kenya African National Union, KANU. Chama hicho kiliongozwa na aliyekuwa rais wa Kenya wakati huo, hayati Daniel Toroitich Arap Moi. Katika kipindi hicho, Ruto pamoja na vijana wengine kama Cyrus Jirongo walijulikana kama wanachama wa kundi maarufu lililoitwa YK92. Kundi hili la vijana lilikuwa na jukumu kubwa la kuunga mkono kampeni za Rais Moi wakati Kenya ilikuwa imeanza mfumo wa vyama vingi. Ushindani wa kisiasa ulikuwa mkali sana na Rais Moi alihitaji nguvu ya vijana hawa kuimarisha uungwaji mkono wa chama cha KANU kote nchini. Hapo ndipo jina la William Ruto lilianza kujitokeza katika uwanja wa siasa wa kitaifa. Rais wa Kenya William Ruto ana historia ndefu katika siasa za nchi hii. Ruto alichaguliwa kwa mara ya kwanza kuwa mbunge wa eneo bunge la Eldoret North mwaka 1997 kupitia chama cha KANU. Within my ability to make sure that I represent them well, I speak on their behalf without fear of him. And that's exactly, I will go out of my way to make sure that I speak on their behalf. Aliendelea kuhudumu katika nafasi hiyo hadi mwaka 2007. Baadaye, alichaguliwa tena kuwakilisha eneo hilo kupitia chama cha ODM kuanzia mwaka 2007 hadi mwaka wa 2013. Katika kipindi cha utawala wa rais wa zamani Daniel Arap Moi, Ruto alihudumu kama waziri wa mambo ya ndani kuanzia Agosti hadi Disemba mwaka wa 2002. Baadaye, katika serikali ya Mwai Kibaki, aliteuliwa kuwa waziri wa kilimo kuanzia mwaka wa 2008 hadi mwaka wa 2010. Kabla ya kuteuliwa kuwa waziri wa elimu ya juu kuanzia Aprili hadi Oktoba mwaka wa 2010. Ruto alijaribu kwa mara ya kwanza kuwania urais katika uchaguzi wa mwaka wa 2007, lakini alishindwa katika kura za mchujo wa chama cha ODM.
dhidi ya Raila Odinga. Baada ya matokeo hayo, yeye pamoja na Musalia Mudavadi waliamua kumuunga mkono Odinga katika kinyang'anyiro hicho. Katika uchaguzi wa mwaka wa 2013, Ruto aliondoa azma yake ya kugombea urais na badala yake akaungana na Uhuru Kenyatta kama mgombea mwenza wa nafasi ya naibu rais. Wawili hao walishinda uchaguzi huo. Ruto alichaguliwa tena kuwa naibu rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2017 kupitia chama cha Jubilee. Hata hivyo, baadaye kulitokea tofauti za kisiasa kati yake na Rais Kenyatta, ambaye alimuunga mkono Raila Odinga kama mrithi wake wa kisiasa. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022, Ruto aliyegombea kupitia chama cha United Democratic Alliance alishinda Raila na kutangazwa kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Ingawa uchaguzi huo ulielezwa na Umoja wa Afrika pamoja na waangalizi wa kimataifa kuwa kiasi kikubwa ulikuwa huru na wa haki, washirika wa Odinga walipinga matokeo wakidai kuwepo na udanganyifu wa kura. Supreme Court of Kenya ilidhibitisha ushindi wa Ruto baada ya kuamua kuwa madai yaliyowasilishwa hayakuwa na ushahidi wa kutosha. Kutoka kwa mwanaharakati wa vijana katika siasa za miaka ya 90 hadi kuwa naibu rais, hatimaye rais wa Jamhuri ya Kenya, safari ya William Samoei Ruto ni simulizi ya juhudi, ushindani na mabadiliko ya kisiasa. Hilo, je, hatua zipi nyingine muhimu zilizomfikisha Ruto hadi Ikulu? Hilo tunaangazia katika sehemu inayofuata ndani ya Siasa Maskani. Usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata uchambuzi wa kina wa siasa za Kenya hapa ndani ya Siasa Maskani. Niite Robinson Kosgei. Siasa Maskani na Robinson Kosgei.